Umoja wa Ulaya pamoja na Ukraine wamepanga mipango mipya ya kuweza kusitisha mapigano ambao wameuita mpango wa amani bila makubaliano ya kieneo, kwa maana kuwepo usitishaji wa mapigano huku Ukraine ikiendelea kuyachukua maeneo yake ambayo yametwaliwa na Urusi tangu kuanza kwa vita mnamo Februari mwaka 2022. Ukraine na uungaji mkono wake wa Ulaya wanakamilisha mpango wa amani wenye hoja 12 ambao ungeondoa makubaliano ya ardhi kwa Urusi, inaripoti shirika la habari la Bloomberg mnamo siku ya Jumanne. Pendekezo hilo linaripotiwa kuunda bodi ya amani ambayo inatajwa kuongozwa na Rais wa Marekani Donald Trump katika kusimamia utekelezaji wake. Maafisa wa Ulaya watasafiri hadi Marekani wiki hii kuwasilisha ramani ya pendekezo hilo kwa Rais wa Marekani Donald Trump, shirika la habari la Bloomberg limeeleza juu ya taarifa hizo. Hayo yote yametokana na kile kilichotajwa awali na Rais wa Marekani Donald Trump kwamba ili usitishaji wa vita uweze kukamilika ni lazima Ukraine ikubaliane na mpango wa kuachia baadhi ya maeneo. Licha ya kuwepo kwa taarifa kwamba kulikuwa na mpango wa mkutano kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Urusi Vladimir Putin, mkutano ambao ulipangwa kufanyika huko Budapest. Lakini mkutano huo kwa taarifa zingine ni kwamba umesitishwa. Kulingana na Bloomberg, mpango huo unajumuisha usitishaji mapigano katika mstari wa mbele wa sasa, kubadilisha wafungwa pamoja na dhamana ya usalama na ushiriki wa harakati wa Umoja wa Ulaya EU kwa ajili ya Ukraine. Urusi na Ukraine zingejadili utawala wa maeneo yanayokaliwa, lakini sio Ukraine au waungaji mkono wa Ulaya wangetambua mipaka mipya ya Urusi, Bloomberg ilitaja vyanzo vyake kama hivyo. Urusi imeorodhesha utambuzi wa mipaka yake mipya kama moja ya masharti muhimu kwa amani ya kudumu. Moscow pia imeitaka Ukraine kuondoa wanajeshi kutoka sehemu za ardhi ya Urusi inayodhibiti, kusitisha uhamasishaji na kuacha kupokea msaada wa kigeni kutoka nje ya nchi. Vyombo vingi vya habari vya Marekani viliripoti kwamba Trump alimtaka kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukabidhi ardhi kwa Urusi wakati wa mkutano wao katika ikulu ya White House siku ya Ijumaa, huku Zelensky kukubaliana na kile kilichotajwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Rais Trump baadaye alibainisha kuwa wanajeshi wa Urusi tayari wanadhibiti karibu eneo lote la Donbas linalodaiwa na Ukraine. Zelensky aliunga mkono wito wa Trump wa kusitisha mapigano mara moja, lakini akafutilia mbali kutambua mipaka ya sasa ya Urusi. Lakini pia imeelezwa kwamba kuna wakati alikubaliana na kile ambacho Rais wa Marekani Donald Trump alimweleza katika mkutano wao katika ikulu ya White House wiki iliyopita. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.